Kampeni zimeenda vizuri, kampeni zimeenda nchi nzima kwa amani, kwa usalama, kwa upendo, na sasa zinapokuwa zinafungwa, sisi kama wahamasishaji wa umma na wapenda amani, moja, naomba wanamwanza wote, vijana wote wajiandae kutoka kwa wingi kumpokea rais wetu, mwenyekiti wetu, mgombea wetu atakapoingia mji huu. Tumheshimishe tu kwa wingi wetu. Nimeongea juzi na viongozi wa dini mbalimbali na wenzetu Waislamu na Wakristo. Tumeomba watu wao, wale wanakwaya, wana vikundi, waimba kaswida, wale wote watoke kumpokea mama. Na mimi nimeonyesha mfano kutoka nilikotoka kuja kumsikiliza na kuwa sehemu ya hitimisho hilo la kampeni. La pili, tunakuja kuomba wanakanda ya Ziwa, Mwanza na mikoa yote inayozunguka, watu wote wajiandae kutoka kwenda kupiga kura tarehe 29 mwezi huu. Kwenye CCM sisi tunasema Oktoba tunatiki, na tunaomba wanajamii, tunaomba vijana, tunaomba akina mama, tunaomba hata wale watu ambao wanakuwa na mashaka tu wanajisikia kuchoka. Hiyo siku hakuna kuchoka, kwa sababu hiyo siku ni siku takatifu. Nchi yetu inakwenda kutekeleza demokrasia. Demokrasia ya wewe kujichagulia katika wengi, moja awe kiongozi wako katika ngazi ya urais. Na kwa hiyo vijana, kwanza kupiga kura ni jambo la kujivunia. Unafurahia wewe ile fursa ambayo umepewa ya uhuru wa nchi hii, amani ya Tanzania, uwepo wa jamhuri yetu. Ni lazima vijana waendelee kuitunza. Namna mojawapo muhimu ni kuchukua fursa yako ya kikatiba kwenda kupiga kura. Unapopiga kura wewe, utawarithisha na wale watakaofuata kupiga kura. Kwa hiyo vijana wote wawe mstari wa mbele. Vijana wote wasaidie wazee. Watakapofika kupiga kura, watoe nafasi kwanza kwa wazee wapige kura, wasiojiweza wapige kura, akina mama wapige kura, ile mistari mirefu ile. Sasa vijana ndio wamalizie, lakini tuhakikishe wanalinda amani na mshikamano wa nchi hii, kwa sababu vijana sio taifa la kesho, vijana ndio taifa la leo. Tanzania ina wingi wa vijana kuliko marika mengine yote. Kwa hiyo vijana wakitoka, Tanzania imetoka. Vijana wakienda kupiga kura, Tanzania imepiga kura. Vijana wakiongea, Tanzania imeongea. Wanamfurahisha mama yetu Samia, lakini wanaifurahisha Tanzania na Tanzania ya kesho. Na kesho mimi nazungumza na vijana, vijana wanaitwa Gen Z. Tunataka tufanye kongamano na wao. Kubwa itakuwa ni kuwasikia kuanzia saa 11. Nadhani tutakuwa live kwenye vyombo vya habari, kuwasikia vijana utayari wao, dukuduku lao katika zoezi hili la demokrasia, na azma yao ya kuhakikisha kwamba wanawashawishi vijana wenzao wote wa Tanzania kwenda kupiga kura. Wanawashawishi wakiwa wao wenyewe wako mstari wa mbele, lakini kikubwa zaidi ni vijana kutumia fursa hii ya demokrasia, ya uhuru wa Tanzania, ya amani ya Tanzania, kupiga kura kwa ajili ya mustakabali wa nchi yetu. Amani ukiipoteza, shehe, hairudi tena kirahisi. Na ukitaka kujua, angalia wale ambao imewapotea. So amani yetu ni tunu kubwa. Lazima tuilinde amani ya Tanzania kwa wivu mkubwa. Tusiruhusu na hatutaruhusu mtu yeyote aivunje amani ya nchi hii. Tunataka Tanzania tuendelee kufurahia uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuishi, uhuru wa kuwa kabila unalotaka, uhuru wa kwenda unapotaka wakati wowote. Hii yote inatokana na amani ambayo imeasisiwa na Mungu mwenyewe, akawarithisha waasisi wetu akina Mwalimu Nyerere na wenzake. Mpaka sasa mama yetu Samia Hassan ameshikilia bendera ya Tanzania, akiendeleza mshikamano wa nchi, amani ya nchi, mapendano ya Watanzania, bila kujali umetoka upande gani wa muungano, kabila gani, dini gani. Sisi ni ndugu na tutaendelea kuwa ndugu, taifa lenye uimara zaidi hapa Afrika.